Namna gani unaweza kutengeneza brandi yako mtu asiweze kuipuuza kabisa? Namba 1, acha kutengeneza content, anza kujenga utamaduni wako. Watu hawataki tu kupata taarifa, watu wanataka kujiona kwamba wapo ndani, wamejumuishwa kwenye jambo fulani. Tengeneza ulimwengu wao ambao watatamani kila mtu kujoin ama kuingia kwenye huo ulimwengu. Namba 2, kuwa na idea moja kwenye kila kipengele, kwa sababu ukivuruga vitu vingi vinachanganya watu. Brandi yako inatakiwa iwe imefocus kwenye jambo kiasi kwamba mtu akija tu pale ndani ya dakika 2-3 anaelewa kabisa wewe unazungumzia kitu gani hapa. Namba 3, hakikisha wanaweza kuona maisha yao binafsi kwenye kitu unachokipresent kwao. Achana na kulembalemba mambo, unataka kujifanya kama unaongea kiprofessional. Hakikisha jambo unaloongea linamgusa mtu hisia zake moja kwa moja, anajiona kabisa, yes, this is me. Watu wataendelea kukufuata sio kwa sababu unawafundisha, ila ni kwa sababu unawagusa na kuwatoa hatua moja kwenda hatua nyingine ambayo wanaitamani kufika. Namba 4, jenga brandi iliyokamilika kuanzia juu mpaka chini. Kila brand ama kila sehemu ya brand yako inatakiwa iwe na ladha yako binafsi, sio tu kwenye picha ama video unayoonekana wewe ukiwemo. Namba 5, acha tu kushare kwa nini wewe upo hapo ama unafanya hilo. Share pia kwa upande wao, unaionaje situation ambayo unaizungumzia kwa wakati huo. Watu wakufuata wewe kwa sababu unauza course ama unauza taarifa ama unafanya consultation. Watu wanakufuata wewe kwa sababu wanakubaliana na wewe kwa namna gani unavyoiangalia dunia ama unavyouangalia ulimwengu ama unavyo define mambo ambayo tunakutana nayo kwenye kila siku za maisha. Jambo la 6, ongea na mtu mmoja kama vile umeshibana naye sana. Yaani unaongea hivi lakini unaongea kama vile mko wako watu 100. Ni rahisi sana mtu kusahau kitu ulichokuwa unakizungumzia. Watu wanarelate sana na brand ambayo akiangalia anajiona kabisa yeye anaendana na hicho kitu unachokizungumza. Sio yeye anakuwa kwenye group fulani la watu wanaozungumzwa. Inakuwa ni ngumu. Ni kama nikitaka kukupa ushauri hapa, baada ya kukwambia like, Juma, unatakiwa kuacha tabia 1 2 3, afu naweza kukwambia, unajua nyie Gen Z ndivyo mlivyo, mnatakiwa kuacha kitu fulani. Juma hawezi kuja kutoka peke yake mbele akasema okay, wamesema nyie Gen Z mnatakiwa muache, aseme kwa mimi hapa Juma ndo Gen Z nimetoa. Ila ukisema Juma unatakiwa kuacha jambo fulani na jambo fulani italeta matokeo fulani, hiyo inakuwa ni rahisi Juma kuelewa kuliko kwa generalize kwa pamoja.